Kigwen Media, burudani kwa wote. Michezo, samahani kwa kuwa wengi watashangaa na hiyo salamu ya kusema michezo, lakini hiyo ni kauli mbiu ya michezo kama ilivyosema familia kwamba huyo alikuwa ni mtu wa michezo. Kwa hiyo hatuwezi tukasahau kamwe kauli mbiu yetu ya michezo. Hiyo ni fani ambayo alichagua kutoka utotoni mpaka jinsi tunavyomuona, yani mtu shupavu sana. Ni kweli? Kwa hiyo kabla sijawa mwongeaji sana kuhusiana na swala la ndugu yetu Boban, nimkaribishe kwanza kiongozi wa shirikisho ambaye ndo mkuu wa michezo kambini Nyarugusu. Niweche. Acha nishukuru sana kanisa, Mungu awabariki sana. Hivi kuna madhehebu mengine hata kuweka jezi juu ya jeneza inakuwa ni shida sana. Lakini pia ni waombe, sijui ikiwa mtakubalia kwa sekunde 30 tungesimama kumpa heshima za mwisho kama michezo. Ikiwa itapendeza watu. Simame sekunde 30 tungeomba. Haya, asante. Naweza kukaa. Hakika nitoe pole sana, pole kwa familia kuachwa na kijana mwenzetu, lakini pia nitoe pole kwa kijiji cha Betwa. Jamani, sauti yangu ndio hivi tena. Nimesema kwamba nimetoa pole kwa familia ya kijana wetu aliyetuacha Boban, lakini pia tumetoa pole kwa kijiji cha Betwa kutelewa na kijana masystem. Kwa hiyo, lakini kwa upekee sana nitoe pole kwa timu ya Betwa Abe, lakini pia kwa timu ya Diwani Umoja. Hivi ni vilabu viwili alicheza kwa kasi kubwa akitangaza kabisa jina lake la Boban, na alikuwa mchezaji mahiri na shupavu sana. Kwa hiyo tuseme pole kwa wadau wote walioko Nyarugusu na nje ya kambi kwamba tumempoteza mdau wetu, na ndivyo ilivyo. Lakini sisi kila siku tutaikumbuka kama wana michezo kambi ya Nyarugusu. Mungu aendelee kumlaza mahali pema peponi, na niombe Mungu awatie nguvu viongozi na wachezaji wenzie waliocheza nao. Hakika alikuwa mtu muhimu sana kwenye sekta yetu ya kimichezo. Mungu aendelee kuwa pamoja naye, lakini naamini kwamba tutamsindikiza kwa heshima zake zote. Kwa hiyo wachezaji, wadau wote, tumpe heshima za mwisho mwenzetu ili tumpeleke Malaboni kwa hali ya heshima ya utofauti kabisa. Asante. Acha nimwachie kocha labda somee saa kidogo kwa mwenzetu. Asante mwenyekiti kwa hotuba yako fupi hiyo kwa ajili ya Boban, na tutomsahau kamwe. Nije niseme kama walivyosema familia, kweli ni mtu ambaye alitumikia sana vilabu vingi. Nikisema vilabu vingi na maana vinaanza 1 hadi 2. Kwa hiyo baada ya kuwa Betwa, ni mtu ambaye alitumikia timu ya DE Umoja, na tutawaomba kanisa mtuwie radhi kidogo kwa hili, labda kila mtu aje labda ashukuru kwa kile ambacho alifanyiwa na Boban. Kwa hiyo kabla sijaongea mengi au sijamaliza, nije niwaalike watu wa DE Umoja ili waongee kidogo, mwisho mimi nitamalizia. Niwechi, karibu DE Umoja.
Wechi, kwa niaba ya timu ya Diwani Umoja, mimi ni msemaji wa timu. Hivyo tunayo masikitiko mengi kwa kuachwa na ndugu yetu Boban. Aliweza kuitumikia timu yetu ya Diwani kwa upendo na unyenyekevu na heshima kubwa dhidi ya viongozi wake pamoja na makocha. Alisimamiwa na makapteni pamoja na wazee wa kijiji kwenye kuitumikia timu ya Diwani. Hivyo kama timu tunayo masikitiko mengi ya kuachwa na ndugu yetu, ya kuachwa na mkongwe ambaye alitumikia timu. Aliingia kwenye timu ya Diwani mnamo mwaka wa 2010 na aliweza kuondoka mnamo mwaka wa 2014. Katika mafanikio tuliyopata tukiwa na ndugu yetu Boban, aliweza kushiriki ligi ambazo kuna ligi aliweza kupata medali, aliweza kutoka mshindi wa pili ambayo tulienda kupigwa dhidi ya sisi na KM uwanja wa Yokohama. Hivyo tuliweza kushiriki naye ligi kuu ambayo tuliweza kupata mafanikio makubwa na tuliweza kuchukua ubingwa wa ligi hiyo mnamo mwaka wa 2014. Hivyo kama timu ya Diwani Umoja tunayo masikitiko makubwa ya kumpoteza mchezaji ambaye aliweza kuichangia pakubwa kutengeneza sifa katika kipindi hicho tulichopata ubingwa wa ligi kuu kambini Nyarugusu. Kwa kutamatisha, naomba kiongozi wangu yuko hapa kama mwenyekiti wa timu aweze kuzungumza kidogo. Ni wetu sawa kama jinsi alivyoongea msemaji wa timu ya Diwani waliotuacha hapa ndugu yetu Boban, ni kwamba huyu ndugu yetu alitusaidia sana katika kiwango chake, na hivyo tunanungunika sana. Hatuna mengi sana ya kuongea, basi Mungu aipokee tu roho yake. Asanteni. Miwezi, asante. Nasi huo ni ushuhuda kwa baadhi ya timu ambazo Bwana Boban anafanyia kazi, na kwa kweli ni mtu ambaye alifurahisha kulingana na kipaji chake na kiwango pia ambacho kilikuwa ni cha kutisha kweli kweli. Lakini baadhi ya watu hawezi kuamini, sababu mtu unaweza ukawa shupavu, unaweza ukawa na mambo mengi ya kutisha, lakini kukubalika mbele ya wanadamu wote inakuwa ni shida. Lakini sisi ambao tuliishi naye kwa muda tunatambua umuhimu wake Boban. Kwa kweli hatuna budi ya kusema Mungu ambariki sana, Mungu amwandalie makao, aishi kwa amani na salama. Japo sisi huko tunabaki na majonzi, lakini na imani Mungu atamsaidia. Nije niseme kama alivyosema waliotangulia, mimi ndo baba wa Boban kisoka. Nikisema mimi nasema timu ya AB3B, na kwa wale ambao wameongea ni baada ya kutoka akatamani aenda azitumikie pia na timu zingine. Alienda kweli akafanya vizuri, mwisho wa siku akaona ngoja nirudi nyumbani, na alivyokuja soka yake akaja kuistafu huku nyumbani kwenye timu ya AB3B. Boban tulianza naye toka mwanzo wa utoto wake, tukicheza wote hapa. Akashiriki kwenye kilabu ambacho kilikuwa kijiji jirani SD Simba Wanyika. Nilisema SD sababu hapo ndo kulikuwa makao makuu ya Simba Wanyika. Na alivyotoka hapo alikuwa akicheza anarudi nyumbani. Alivyorudi huku 2010 kama walivyosema waliotangulia, akaona abadilishe mazingira, akaenda DM Umoja. Alivyoenda kweli akaitumikia vya kutosha, na mpaka 2014
mafanikio yake nasi mmesikia kwa uongozi wa dai umoja, siwezi nikapitia, lakini kwa yale aliyonifanyia ni mengi zaidi tena makubwa, ambayo kila mwanabe sehemu ambayo alipo akinamisha kichwa na hisi majonzi ndo yanamtoka. Yapo wote tunalia, lakini kwa kweli tunaumia sana. Kwa hiyo toka mwaka huu 2014 tulikaa na Boban kisoka, tulicheza mpira, burudani ya kutosha, na alikuwa mpenzi kweli wa watu kulingana na kila alichokuwa anakifanya uwanjani. Kila mtu alimpenda, na mpaka alifikia kustaafu soka tukiwa naye, na mpaka jinsi tunavyomuona mbele yetu yuko kwenye jeneza. Kwa kwenye jeneza sio ndo kukosea, hiyo ni kawaida yetu sote. Wote hapo tutapitia. Kwa hiyo niombe tu kwa kila alichotufanyia Boban kupitia vijiji vyetu viwili A3 B3, niombe tu tunashukuru kwanza familia kwa kutuzalia Boban. Tunashukuru pia wanamichezo waliomnoa Boban, alafu akatambulika kabisa kambi nzima. Kila mtu alitamani amuone Boban, na kwa muda kweli alikuwa anamuona kwa kazi nzuri ya kupendeza. Kwa hiyo hatuna la ziada, tuseme tu tunashukuru, tutashirikiana, tutaomboleza wote kwa pamoja. Kwa hiyo tuseme Mungu ambariki na amwandalie pia makao mazuri. Kwa niaba ya timu ya AB3B, msomaji ni Bokani Mzaliwa, ndo alikuwa mwandaji au msemaji wa risala ya Boban mbele ya jeneza yake hili. Kwa hiyo tuseme hatuna budi, Mungu awabariki na tubariki sote, na tuzidi kuwa na umoja kama huu kulingana na hichi ambacho kimetukuta. Sina la ziada, niseme asante kanisa, asante familia, na asante kwa wanamichezo pia ambao wamekuja kulia pamoja nasi. Mikono chini. Okay, tumewashukuruni pia. Nitendeni bo. Eagle Media, burudani kwa wote.